Mtazamaji wa Uhondo TV, karibu. Hii ni Uhondo Michezoni, taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinakujia kupitia Uhondo TV, habari za kitaifa, lakini pia taarifa mbalimbali za kimataifa zikiwemo tetesi za usajili na hali ya wachezaji, namna ambavyo inaenda kwenye klabu mbalimbali. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Kikubwa ambacho unaweza kufanya mtazamaji wa Uhondo TV, endelea kusubscribe, lakini usahau kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Taarifa ambayo imeonekana kutrend kwenye mitandao ya kijamii inamhusu kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga ambaye ni Pacome Zouzoua, miongoni mwa attacking midfielder bora kwa kiasi kubwa ndani ya klabu ya Yanga, lakini kwenye NBC Premier League ambayo tunasema kwamba ni ligi ya Tanzania bara. Taarifa inasemaje kuhusiana na kiungo huyo wa mpira? Ni kwamba kiungo mshambuliaji wa klabu ya Dar es Salaam Africans Pacome Zouzoua atakuwa nje ya uwanja kwa muda wa siku 10 hadi 14 baada ya kuumia kifundo cha mguu, yani ankle spline. Pacome aliumia kwenye mchezo wa ligi kuu dhidi ya Azam Football Club. Kiungo huyo akumaliza mchezo huo baada ya kuumia, huku daktari wa timu hiyo Mr. Moses Yetutu akifunguka kuwa kiungo huyo ameumia kifundo cha mguu. Nikimnukuu, Pacome aliumia kifundo cha mguu, matarajio atakuwa nje kwa siku 10 hadi 14. Maendeleo yake ni mazuri akizingatia maagizo tuliyompatia kwa kuhakikisha anapumzika kwa wakati. Anaweza kuwahi au kuchelewa zaidi ya muda huo. Pacome amekosekana kwenye mchezo wa jana wa kombe la shirikisho, yani FA, dhidi ya Stand United, na atakosekana katika mchezo wa ligi kuu dhidi ya Fountain Gate utakaopigwa Aprili 20 mwaka huu. Baada ya hapo, Yanga itakuwa na mchezo mwingine dhidi ya Namungo Mei 13 mwaka huu. Huenda akawa sehemu ya kikosi. Mechi nyingine za Yanga zilizosalia ni pamoja na Tanzania Prisons utakaochezwa Sokoine jijini Mbeya dhidi ya Dodoma Jiji, na kisha Yanga itakuwa timu mwenyeji na mchezo dhidi ya watani wao Simba ambayo haijulikani utachezwa lini. Yes, mtazamaji wa Uhondo TV, hiyo ni taarifa ambayo inamhusu mshambuliaji wa klabu ya Yanga, kiungo mshambuliaji wa klabu ya Yanga ambaye ni Pacome Zouzoua kukosekana kwa kipindi cha takriban siku 10 mpaka 14, namna ambavyo daktari wa klabu ya Yanga ameonekana kueleza namna ambavyo Yanga lilimkuta mchezaji wa klabu ya Yanga au attacking midfielder ambao tunasema kwamba kiungo mshambuliaji wa Yanga, kwa sababu enka ni moja kati ya tatizo ambalo limekuwa linawasumbua wachezaji wengi. Sasa attacking midfielder au advanced playmaker ambao tumekuwa tunawazungumza kwa kiasi kubwa kwamba wana uwezo mkubwa wa kuweza kuipush timu kwenye eneo la final set ndani ya klabu ya Yanga. Yes, unaona kwamba tatizo lipo kwa sababu ni timu ambayo imekuwa inategemea viungo wengi, wakina Stefan Aziz, Pacome, pia Maxi, wachezaji ambao wapo kwenye hiyo race ya kuweza kujua kitu gani ambacho amekuwa anakifanya. Mtazamaji wa Uhondo TV, hii ni Uhondo Michezoni, mimi naitwa Aidan Jeremiah.